Bana, mambo vipi? Mimi naitwa The Real Abdulfarid Garincha na hii ni Once Upon a Time kwa maana ya out. Sehemu ambayo tunapeana masuala mengi ya kihistoria kwenye nyanja za kimichezo. Na leo bwana, moja kisa ambacho nimeona tunaweza tukashare ni kisa kinachomhusu Daniel Amokachi, mchezaji wa zamani wa klabu ya Everton ya pale nchini Uingereza. Yes, mwaka 1995 wakati wa mchezo wa nusu finali Bwana Amokachi hakupata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Everton, lakini kuna muda ulipofika Everton walikuwa wanaongoza goli 2-1. Mwalimu akamuinua yeye na wenzie, wakawa wameenda kufanya warm up. Tunafahamu kuna ile kawaida mwalimu anaweza kufanyisha warm up na usipate nafasi ya kucheza. Sasa walipoenda kufanya mazoezi kwa maana kupasha misuli moto, alafu wakarudi wakakaa benchi, Amokachi akaona hiki kitu hapana. Yaani mimi mpaka nimepasha alafu siwezi kucheza. Alichofanya yeye kaenda akachukua karatasi pale kwa meneja, akaandika jina la mchezaji wa kutoka, akaandika jina lake mchezaji wa kuingia, akaenda kukabidhi kwa kamisa wa mchezo. Baada ya kukabidhi kwa kamisa wa mchezo, kamisa akafanya substitution. Wakati huo mwalimu alikuwa yuko busy na kufundisha kule. Sawa. Kwa baada ya substitution kufanyika, mwalimu alishangaa mchezo unasimamishwa, yeye ndo anafanya substitution kwamba Daniel Amokachi anaingia afu mchezaji mwenzie anatoka. Mwalimu alikuwa ni Joe Roy ambaye hakufurahishwa na kile kitendo ambacho kilifanyika. Sawa, lakini Amokachi baada ya kuingia ilivyokuwa bahati kwake yeye aliweza kufunga mabao mawili na kufanya Everton wakapata ushindi wa goli 4-1. Ungekuwa wewe ni mwalimu ama ni kiongozi katika klabu hiyo ya Everton kwa wakati huo, unadhani ni kitu gani ungefanya kwa Daniel Amokachi? Ungempongeza ama ungemwadhibu kwa sababu amefanya vitu kinyume na utaratibu? Mimi naitwa The Real Abdulfarid Garincha na hii ni Once Upon a Time. Tukutane na safari nyingine. Ciao.